Moja ya namba yenye maajabu makubwa sana. Moja ya namba yenye maajabu makubwa sana ni namba 5. Namba 5 ni namba iliyobeba maajabu makubwa pale ambapo utajifunza kusimama katika maombi, kudai haki zako mbele za Mungu. Basi namba 5 ni namba ya muhimu sana. Umeingia ndani ya mwezi wa 5, ni muhimu sana ukaelewa hili jambo kwamba namba 5 ni namba ya miujiza na maajabu. Na kwa nini tunasema namba 5 ni namba ya miujiza na maajabu? Katika uumbaji wa Mungu alivyokuwa anaumba ulimwengu huu, alianza kuumba viumbe hai siku ya 5. Pale ambapo unaona mambo yako yamekufa, pale ambapo unaona mambo yako hayaendi sawa, siku ya 5 Mungu alianza kuumba viumbe hai, ndege wa angani, wanyama wa baharini, nyangumi, wanyama mbalimbali aliumba siku ya 5. Kwa hiyo namba 5 ni namba inayoashiria uhai. Mambo yako yamekufa, ndani ya mwezi wa 5 utakaposimama sawasawa katika maombi, Mungu ataenda kuleta uhai na uamsho katika kazi zako. Ataenda kuleta uhai kwenye ndoa yako ambayo inakaribia kufa. Kuna wengine ndoa zao ziko ICU, zinaumwa, zina hali mbaya. Pale ambapo utasimama katika maombi ndani ya mwezi wa 5, basi Mungu ataenda kuleta matokeo makubwa sana ya ulinzi na baraka katika maisha yako. Kwa hiyo namba 5 inaashiria namba ya uhai, namba ya uhai. Mambo yako aliyokufa ninakuombea yakawe hai tena. Katika unabii wa Isaya, nabii Isaya alipokuwa anatabiri habari ya ujio wa Yesu Kristo duniani, alitabiri kwamba atakuja na mambo matano, mambo makuu matano. Ukisoma ile Isaya 9 mstari wa 6, maandiko anasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Mfalme wa Amani. Yako mambo kama matano pale nabii Isaya aliyataja. Kwa hiyo namba 5 pia inaashiria habari ya uungu kamili. Tunapoongelea habari ya kwamba namba 5 ni namba iliyobeba miujiza na maajabu, basi tuna uhakika, kwa sababu hata nabii Isaya alitabiri kwamba atakayezaliwa huyo mtoto atakuja na mambo makuu matano yanayothibitisha uungu wake, kwamba yeye ndiye Mungu muumbaji, yeye ndiye Mungu ambaye anatawala vitu vyote duniani na mbinguni. Ya kati ya miujiza mikubwa sana ambayo Yesu Kristo alifanya akiwa hapa duniani, alifanya muujiza wa mikate mitano kuwalisha watu 5,000. Mikate mitano tu, watu 5,000 walikula, walisaza mpaka walibakisha mikate mitano. Kwa hiyo tunapoongelea habari ya namba 5, ni namba ya kupata neema, ya kupata maongezeko, ya kupata ustawi. Kwa hiyo Yesu aliweza kuwalisha watu 5,000 kwa mikate mitano. Tunapoongelea habari ya kwamba ndani ya namba 5 ni namba ya miujiza na maajabu, basi tunaelewa, tuongei tu kwa kubahatisha. Utakaposimama katika maombi ndani ya mwezi huu wa 5, Mungu aondoe ukame na ukiwa ndani ya maisha yako, aondoe ukame na ukiwa juu ya familia yako, basi hayo maombi yataenda kuthibitika na kujibiwa. Nami nimekuombea hivyo kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini moja ya kitu kikubwa sana ambacho Yesu alikiacha juu ya kanisa ni Roho Mtakatifu na huduma 5. Roho Mtakatifu na huduma 5. Ukisoma ile Waefeso pale, Waefeso 4 mstari wa 11, anasema naye alipaa juu, aliteka mateka, akaachilia vipawa, na wengine wakawa mitume, manabii, akaachilia huduma 5 ndani ya kanisa. Kanisa likikosa huduma 5, watakatifu hawawezi kukamilika. Ndio maana pale ukisoma anasema alitoa wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, walimu na wachungaji na wainjilisti. Pale chini anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Kumbe mtakatifu hawezi kukamilika bila huduma 5. Huwezi kujiita ni muumini uliyekamilika ukikosa huduma ya utume, ukikosa huduma ya unabii, ukikosa huduma ya uchungaji, ukikosa huduma ya mwalimu. Huwezi kupona tu kwamba mimi nina mchungaji wangu. Kuna wakati kumbe utahitaji huduma ya kitume, utahitaji huduma ya kinabii kusaidie. Kwa hiyo manabii hawapo tu, hawajajiweka tu, ni kwamba huwezi kukamilika bila huduma 5 za Roho Mtakatifu. Kwa Mungu aliachilia huduma 5 ndani ya kanisa, aliachilia huduma 5 ndani ya kanisa ili kanisa lake liweze kukua na kuongezeka zaidi sana sana sana. Ukisoma kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 1 pale, ukishuka nayo utapata habari ya wanawali 5 wapumbavu na wanawali 5 wenye busara. Kwenye Biblia ni namba 5 hiyo tunaongelea, namba 5.
Kulikuwa kuna wanawali watano na wanawali watano ambao ni wapumbavu, wale wageni waalikwa. Kwa hiyo namba 5, ninakuombea ndani ya mwezi wa 5 usiwe miongoni mwa watu ambao watakuwa ni wapumbavu, watu ambao watakuwa hawana ibada, hawana maombi, hawana mikesha, hawana utakatifu ndani yao, hawana kumtafuta Mungu ndani yao. Kitu ambacho kitatokea ni kwamba utapoteza vile vigezo vya wewe kukaa karibu na Mungu. Utapoteza vigezo vya kupokea baraka kutoka kwa Mungu, kwa sababu maandiko yanasema kesheni muombe. Wale wapumbavu wao walilala wakati wa usiku. Walipolala basi, alipokuja mfalme akawakuta wale wanawali wenye busara watano wamewasha taa zao, wakapokelewa. Lakini wale ambao hawana taa wakafukuzwa, wakatolewa katika sherehe. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa kwamba ndani ya namba 5 Mungu akuondolee upumbavu. Tunapoongelea upumbavu, upumbavu ni kuto kujali muda. Upumbavu ni kuto kuishi kwa malengo. Upumbavu ni hali ya kufanya vitu bila mpangilio. Upumbavu ni hali ya kufanya mambo kwa kulashua bila mpangilio. Ni muhimu sana ukaelewa. Mungu akuondolee roho ya upumbavu. Mungu akupe roho ya busara, akupe roho ya hekima na maarifa ndani ya mwezi wa 5, ukatende mambo kwa busara ili matokeo makubwa yaweze kutokea kwako, na Mungu atakubariki sana sana sana. Kitabu cha Yohana 5 mstari wa 2 pale utapata habari ya kisima, utapata habari ya birika moja, birika ambayo ndani yake ilikuwa ina matao 5. Ile birika ilikuwa ni birika ambayo malaika alikuwa anashuka, anatibua kile kisima, watu wanapona, wanafunguliwa, ambaye anakuwa wa kwanza. Lakini ile birika ilikuwa imesimikwa na nguzo 5 ambao ni matao 5. Tunapoongelea matao 5 ni nguzo 5, nguzo 5. Tunapoongelea habari ya birika, birika ni kama dimbwi, kuna dimbwi pale au sehemu ambako maji yamekusanyika ndio huitwa birika, Kwa hiyo malaika huwa alikuwa anashuka ndani ya ile birika, lakini ile birika ilikuwa imeshikiliwa na nguzo 5 ndani ya mwezi wa 5. Ndani ya mwezi wa 5 ni huduma 5. Nimekuombea Yesu, kama ni mtumishi, kama ni mtu ambaye unaabudu alafu hautambui wito wako uko wapi, wito wako ni sehemu gani, basi Mungu akakufunulie leo ni sehemu gani ambapo unapaswa kutumika, ni sehemu gani ambapo unapaswa kuabudu, ili Mungu aweze kuleta baraka na matokeo makubwa sana katika maisha yako. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.